Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Somo la kitabu cha Nabii Sefania, sura ya 2 aya ya 3 na sura ya 3 aya ya 12 mpaka ya 13. Mtafuteni Bwana, enyi nyote wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliozitenda hukumu zake, itafuteni haki. Utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Lakini nitasaza ndani yako watu walioonewa na maskini, nao watalitumainia jina la Bwana. Mabaki ya Israeli hawatatenda uovu wala kusema uongo, wala ulimi wa hadaa hautaonekana kinywani mwao, kwa maana watakula na kulala, na wala hapana mtu atakaye waogofya. Neno la Bwana. Huishika kweli milele, huwafanyia hukumu walioonewa, huwapa wenye njaa chakula. Bwana hufungua waliofungwa. Kiitikio: Bwana huwafumbua macho waliopofuka. Bwana huwainua walioinama. Bwana huwahifadhi wageni, huwategemeza yatima na mjane. Kiitikio: huwapenda wenye haki, bali njia ya wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele Mungu wako, Sayuni, kizazi hata kizazi. Aleluya. Somo la waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 1
aya ya 26 mpaka ya 31. Ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa, bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya duniani awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Neno la Mungu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema,
maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuwaenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kristu Kristu tumaini letu. Leo ni Dominika ya 4 ya mwaka A, ambapo neno la Mungu siku ya leo linatukumbusha kukumbatia umaskini wa roho. Mwambie jirani yako, kumbatia umaskini wa roho. Mwambie na wa upande mwingine, kumbatia umaskini wa roho. Ndugu zangu, kila mwanadamu katika maisha yake ya kila siku hapa duniani anatafuta kuwa na furaha na heri katika maisha. Heri za mlimani tulizozisikia ndiyo katiba, ni mwongozo, ni dira ya maisha au muhtasari wa ahadi za Mungu kwa taifa teule kuanzia Ibrahimu. Nazo zatimiliza ahadi hizo, si kuzipanga tena kwa ajili ya kupata nchi, bali kwa ajili ya kupata ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, heri hizi zinachora uso wa Yesu Kristo na kufanana na kufafanua mapendo yake. Heri hizi zinaonesha wito wa kila muamini anayeshiriki utukufu wa mateso na ufufuko wake. Heri hizi zinaangaza baraka na tuzo za wokovu, yani uzima wa milele mbinguni, kadiri ya Katekisimu Katoliki namba 1716 mpaka 1717 inavyotueleza. Kimsingi, sifa za heri hizi hujumlisha na kukamilisha ahadi za Mwenyezi Mungu tangu Ibrahimu kwa kuzielekeza kwenye ufalme wa mbinguni. Ni heri hizi zinazojibu hamu ya furaha ambayo Mungu ameitia katika moyo wa kila mwanadamu. Ndugu zangu, sifa za heri hizi zinafundisha kila muamini lengo lake la mwisho ambalo Mwenyezi Mungu amelitia kwa kila mwanadamu, kumwita aende kwake. Ni heri hizi zinazozidi kufundisha waamini ufalme wa Mungu, kumwona Mungu jinsi alivyo, kushiriki hali ya umungu, maisha ya uzima wa milele, kuendelea kutenda kama wana wa Mungu ambao pumziko lao linapatikana katika Mungu. Ndugu zangu, heri ya uzima wa milele ni paji la Mungu tu, kama ilivyo neema inayowaelekeza waamini kwa Mungu. Ni paji la Mungu tu, hakuna mwingine anayeweza kukupa paji hilo. Sifa za heri hizi zinawaweka wanadamu mbele ya uchaguzi, kuchagua na daima kukataa kuhusu mambo ya duniani, na zinakataza nyoyo za waamini na hivyo kuwawezesha kumpenda Mwenyezi Mungu kupita vitu vyote. Hapa duniani
hakuna kitu chenye thamani kumpita Mwenyezi Mungu, na hivi ni lazima tupambane, ni lazima tupigane kumkumbatia Mungu daima. Heri hizi za mbinguni zimetuwekea vigezo vya utambuzi katika kutumia mambo ya duniani humu. Daima mambo ya duniani humu tuyatumie vema, tusije tukapoteza ufalme wa Mungu. Hilo ni jambo muhimu sana katika maisha haya. Ndiyo sababu tunapambana kila siku kufanya kazi kwa bidii na kwa nidhamu kubwa ili kuweza kufanikisha ndoto hii kubwa ya kurithi ufalme wa Mungu. Dominika ya leo inatupatia mtazamo tofauti kabisa wa maisha yetu sisi kama wafuasi wa Kristo. Kristo anatualika kuukumbatia umaskini wa roho iwapo tunataka kuitafuta na kuipata furaha ya kweli. Na furaha ya kweli inapatikana tu katika Mungu. Kuwa maskini wa roho ni kutambua kuwa hakuna furaha ipatikanayo nje ya Mungu. Pia ni kutambua kuwa kila tulicho nacho katika maisha yetu kinatoka kwa Mungu. Jambo lolote jema kwetu latoka kwa Mungu, na kwa sababu hiyo tunadaiwa kukiri unyonge wetu, kukiri udogo wetu, kukiri udhaifu wetu mbele za Mungu na kutegemea daima huruma na msaada wake. Ni kuishi maisha ya utauwa. Maisha ya utauwa maana yake ni tabia yote ya Wakristo itokanayo na imani. Unaishi kwa utauwa, imani na kuongoza. Unakuwa mnyenyekevu, kuwajali na kuwasaidia wanyonge, kuwasaidia maskini na wanaoonewa, kuvumilia katika mateso na kuwa wajumbe wa haki na amani hapa duniani. Na hii ndiyo katiba. Hizo ndizo heri na mwongozo wa maisha yetu hapa duniani, itakayotupelekea kuipata furaha ya kweli kwa kuungana na kumwona uso kwa uso Mungu katika uzima wa milele. Kinyume chake ni kukosa uzima wa milele. Kwa nini? Kwa sababu tunakuwa tumehamia upande mwingine. Naomba ndugu zangu niwashirikishe heri 8 za Shetani. Tumemaliza kusikia heri 8 za Mungu, hebu tusikilize heri 8 za Shetani. Shetani naye anazo heri 8. Heri ya kwanza, heri yao wanaojichosha sana na wenye kazi nyingi zinazowafanya wasikutane na Wakristo wenzao siku za Dominika na zilizoamuliwa kila wiki. Mioyoni mwao walishajitoa katika hilo. Kristo, kujitoa kwa Mungu, kusali Dominika na sikukuu zilizoamuliwa inaweza kusababishwa na kazi nyingi na kujichosha sana. Mara nyingine tunajichosha sana kwa mambo mbalimbali. Wale wanaochoka hawako humu eti dunia inaweza kutuchosha sana. Kazi zinakuwa nyingi, tunachoka sana kiasi kwamba siku ya leo
hatuwezi kuiona kama ni siku muhimu na iliyoamriwa. Lakini vile vile tunaweza kuwa na kazi nyingi zinazoweza kutufanya siku ya leo Dominika na sikukuu na siku zilizoamriwa tusizione ni za maana na muhimu sana. Na tunapofanya hivyo tunakuwa tumehamia upande wa Shetani. Heri ya pili ya Shetani, heri yao wanaofurahia kujua tabia mbaya za watumishi wa Mungu. Mioyo yao ilishajitoa katika mambo ya Mungu. Ndiyo kusema baadhi yetu Shetani anaweza kutujaa na kufikiri mapungufu, unyonge wa watumishi wa Mungu, tukianza na sisi mapadre, mashemasi, labda watumishi wa Mungu wengine wanaweza kuwa hata hao wanakwaya, si ndio? Mnaimba kwa ajili ya Kristo, sio? Mnaimba maneno yenu, mnaimba ya nani? Ya Mungu. Ukiona mapungufu hayo unakwazika, kama hao wanaweza kufanya hivyo, mimi natafuta nini? Daima tambua, unamtafuta nani? Kristo. Kristo tumaini letu. Unamtafuta nani? Umekuja kusali nani hapa? Umekuja kumsali paroko, mwanakwaya, mwenyekiti wa parokia? Ndio umesikia tunaongoza ibada kwa jina la paroko, wanakwaya na unakuja hapa kwa ajili ya nani? Mungu, kwa ajili ya Kristo. Heri ya tatu ya Shetani, heri yao Wakristo wanaosubiri kuombwa na kubembelezwa na kusubiri shukurani. Hao ninaweza kuwatumia. Shetani ndiye anasema anaweza kuwatumia, na watu wa namna hii wataleta vurugu katika kanisa, kwa sababu wao watakuwa wanasubiri shukurani, wanasubiri kubembelezwa, wanasubiri kuombwa mno. Wakati fulani samani, wanakwaya, kuna mpiga kinanda mmoja alikuwa mpaka na jamani, ni wewe tu tunakutegemea, twende basi, twende. Subiri, bado sijaeleweka, kwa hiyo subiri. Twende jamani, twende. Nipige kwanza 5,000 au 10, wanampa, ndiye anakuja kukaa kwenye kinanda. Sisemi huyu, mimi sijasema mpiga kinanda huyu, naongelea mpiga kinanda sio huyu mwingine. Ni mfano tu. Kuna watu wengine kutimiza majukumu ya Mungu wanahitaji kubembelezwa sana sana. Tuna majitoleo ya kanisani mengi. Hata wengine, nina uhakika, uzoefu wangu wa upadre unanionyesha kujenga kanisa zuri kama hili si nyote mliojenga. Kuna wengine mlikimbia wakati wa ujenzi, mumerudi baada ya kukamilika. Sisemi nyinyi mlioko, naongelea wengine. Najua humu nyote mlichanga, hamdaiwi, ila naongelea wengine ambao hamko humu. Wengine jamani, naongelea waumini wa makanisa ya huko ya Kikatoliki ya huko humu. Nne, Shetani anasema heri yao wanaoguswa na mahubiri
na kwa bahati mbaya anaweza kusababisha waache kwenda kanisani tena. Hao ni wamisionari wangu kabisa. Shetani anaweza kukufanya uwe humu nasikiliza haya mahubiri, halafu ukaanza kuyanyamrisha. Wananisema sema, kila nikienda wananisema sema, kila nikienda kanisani wananisema sema, wananisema sema, wananisema sema, wananiongelea mimi tu, wananisema sema, wananisema sema. Unavimba, unapasuka, wanakushona, unabaki na kidonda, unatibu kidonda, vinashindikana. Lakini kwa nini wanakusema sema? Wewe mwenyewe mahubiri yakikugusa ni kwa sababu ni muhusika mzuri katika jambo hilo, na kwa sababu hiyo dawa sio kuacha tena kuanza kuwa misionari wa shetani, bali ni kutubu, toba, ubadilike, uwe na mabadiliko chanya. Hilo jambo la muhimu. Heri ya tano ya shetani, heri yao wanaojidai kumpenda Mungu na huko wanawachukia binadamu wenzao. Hao ni wangu milele. Unakutana na muamini humu kanisani, wakati anaingia kanisani, wakati anaenda kutoa sadaka, wakati anakuja kusoma somo, wakati anatumikia, wakati anaondoka kurudi nyumbani, anatembea kama malaika aliyetoroka mbinguni kwa unyenyekevu mkubwa kabisa kabisa kabisa. Yaani anavyotembea unaona, yaani huyu ni mtakatifu, ana dhambi. Anatembea vizuri kabisa, mikono kifuani, goti linapigwa mpaka nanyosha degrees 90 goti. I say lakini akitoka hapa si binadamu tena, si binadamu tena. Anatisha, anatisha. Na ni mwaliko wa pekee. Injili hii anzie kwenye familia, tangu kwenye majumba yetu huko tunakoishi, kwenye familia zetu. Humu kanisani unanyenyekea kwa sababu uko mbele ya Yesu. Wengine nyumbani ni mapigano, na wengine hata jana usiku wa mkulala mlikuwa mnakimbizana, huyo amepita wapi leo, ngoja haya. Kuna wengine nyumbani mnadhulumu haki za familia. Jana jioni mlisali pamoja Kristo. Jana jioni mlisali pamoja sala za usiku. Haki ya kusali pamoja. Na wamama, kuna wamama mnatesa wanaume, wamama wanatesa wanaume. Na jamani, wamama mlioko humu, siongelei nyinyi, naongelea wamama wengine, sio nyinyi, lakini kuna wamama wanatesa wanaume. Na sisi wanaume, kwa sababu sisi ni wa single neurotic shift, sisi wanaume hatu kitutesa tutasema tu kidogo, unaniuma, unaniumiza. Ila wamama ukijaribu kumtesa ni wewe nakufa. Haya. Matatizo mengi ya wababa katika familia si rahisi kuyasikia kwa majirani.
mpaka ile tembea uone. Yani kama unaishi kwenye familia hiyo ndio unaweza kujua. Lakini mkija hapa kanisani, wamama safi, kipigwa yani muziki ukanoga, imani yetu lazima tuishike kama tulivyotulia humu kanisani vizuri hivi, ndivyo tuwe watulivu hata katika familia zetu na mitaani kwetu. Kujidai tunampenda Mungu huku tunawachukia wenzetu, hilo jambo sio sawa. Heri ya sita ya Shetani, heri yao wanaosababisha matatizo, hao wataitwa wanangu. Shetani anasema wale wanaosababisha matatizo wanakuwa wanaye. Muulize jirani yako, wewe unasababishaga matatizo? Mbona uulizi? Inawezekana unajijua wewe ndiye msababishaji. Sasa muulize jirani yako, hivi huu unasababisha matatizo? Wapi? Ukipenda muulize wapi unayasababisha. Kuna watu wanasababisha matatizo kwenye nyumba za wengine, familia, ndoa za wengine. Wanasababisha matatizo kwa wafanyakazi wenzao. Anataka fanye kazi zote peke yake. Utaweza? Wewe unataka uwe bosi, hapo hapo sekretari, hapo hapo mfagiaji, hapo hapo anayedeki, hapo hapo wa mazingira, hapo 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 hapo. Unaweza? Tumsifu Yesu Kristo. Hawa Shetani anawaita wanaye. Kama wewe ni msababisha matatizo, Shetani anakuita huko mwanaye. Heri ya saba ya Shetani, heri yao wasio na muda wa kusali, hao ni rahisi kuwa mateka yangu. Kristu, Kristu tumaini letu. Wale wasio na muda wa kusali hawana muda wa kusali kwenye jumuiya ndogo ndogo, hawana muda wa kusali ikiwa Kwaresima, njia ya msalaba, kipindi cha rozari huwa hamrudi, kuna baraka hampendi. Sasa nyinyi utakatifu mnautafuta wapi? Wengine hamtaki hata kuungama. Kuna watu mna wiki moja hamjaungama. Kristo. Kuna watu mna wiki mbili hamjaungama. Kuna watu mna mwezi hamjaungama. Kuna watu mna miezi mitano hamjaungama, miezi sita. Kuna watu mna mwaka hamjaungama. Kuna watu mna miaka mitano hamjaungama hapa. Wengine mna 10 hamjaungama. Ila kwenye chakula cha Bwana ni kuja kupitia kama kipanga. Ulae mwili unakuja tu. Hampendi kusali. Hata Dominika kuna wengine leo umebembelezwa, umenyoshewa nguo, umebembelezwa, umeamshwa, wengine umeoshwa, umevikwa, umebembelezwa, umeletwa, umepewa nauli, mpaka umepandishwa kwenye gari, umeletwa. Heri ya 8 ya Shetani, heri wanaosikia haya
na kudhani kuwa ni kwa ajili ya wengine, wao hayawahusu. Hao nimekwisha kuwapata kabisa. Kristo tumaini letu. Hawa wa hivi wapo hawapo? Wapo hawapo? Wewe injili kila Dominika inapigwa. Usiroge. Kile tangu tumezaliwa wewe unarogaga tu mpaka leo. Injili inapigwa. Usizini. Wewe ni kuzini tu. Zini. Yaani usiseme uongo. Injili ilishapigwa, usiseme uongo. Wewe unadhani wanasema uongo, wanaongelea wengine, mimi simo. Uongo wangu ni sawa tu, naendeleza uongo. Uzushi hivyo. Ukatili. Mpaka unamkuta mtu ameshajipiga mstari uliolala hivi au hivi, ni mkatili mpaka anatembea ameuma meno. Yaani hata kutembea kuna mshinda kwa sababu ya ukatili. Hapana, sio mema. Lazima tuyatende sisi wenyewe kila muda, kila siku, kila saa, na hivi haya mema yatatufikisha kwake mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.